Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa ripoti tulizokuwa nazo ni pamoja na kwamba Marekani na Israel zinataka ushindi wa mezani, zimeshindwa katika mapambano ya uwanja wa vita. Israel na Marekani wanataka ushindi wa mezani huku wa Iran wakishikilia shilingi. Rais wa Marekani Donald Trump katika siku za hivi karibuni alisema kuwa Marekani inalenga kusuluhisha mzozo na Iran katika karatasi kupitia mazungumzo ya mezani badala ya kutumia majeshi yake kwa ajili ya mapambano, na alisema kwamba kuna uwezekano ikiwa mazungumzo yatashindikana kuingia katika uwanja wa vita. Lakini hili la uwanja wa mezani linaonekana kuwa ndio kubwa zaidi. Ijumaa, Rais wa Marekani Donald Trump alieleza wazi kwamba kufunguliwa kwa lango la bahari la Hormuz kuna karibia, lakini pia vita kati ya Marekani na Iran vinaelekea ukingoni. Licha ya kutoshirikishwa katika mazungumzo ya sasa ya kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, Marekani inaamini kwamba endapo Iran pamoja na Oman zitakubaliana kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, basi hili litakuwa ni jambo jema na pengine itakuwa ni sababu ya usitishaji wa mapigano kati ya Marekani na Iran. Ikumbukwe, jambo kubwa ambalo lilifanya Marekani kuingia vitani haikuwa ni mlango wa bahari wa Hormuz, bali lilikuwa ni suala la nyuklia la Iran. Sasa jambo hili la nyuklia halizungumzwi, zaidi ni kuzungumzia sasa suala la mlango wa bahari wa Hormuz kwamba lazima ufunguliwe. Malengo ya Marekani kwa sasa ni kufunguliwa kwa lango la Hormuz kwa safari za kibiashara na mipaka na kuhakikisha kwamba meli zote zinapita, lakini wakati huu Iran inaonekana kushikilia vilivyo mlango wa Hormuz. Marekani inaendelea kuhusisha makubaliano ya kidiplomasia na maonyo ya kiuchumi na kijeshi dhidi ya Iran, ikitaja mazungumzo ya sasa kama dirisha muhimu la kufikia makubaliano na usitishaji wa mapigano wa kikanda. Changamoto iliyopitia Marekani ni kwamba iliamini kwa muda mfupi ingeweza kuangusha utawala wa Iran na kuhakikisha wanaitawala vilivyo Iran, ikiwa ni pamoja na kila kitu ambacho kilikuwa ni upinzani mkubwa kutoka kwa utawala uliopita, kwa maana utawala wa Ayatollah Al-Khamenei, utawala wa Kiislamu. Lakini utawala wa sasa umekuwa ni utawala mgumu zaidi kuliko hata ule wa Ayatollah Al-Khamenei, na hivyo sasa Marekani inatafuta njia mbadala ya kutoingia katika vita, badala yake wanatafuta waweze kushinda katika meza ya mazungumzo. Lakini Iran bado imeshikilia shilingi. Iran imesema hakuna mazungumzo ya moja kwa moja yanayofanyika na Marekani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Esmail Baghei alisema katika mkutano na waandishi wa habari kwamba Tehran haina mpango wa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Washington. Ili kuepuka kutoelewana, ni muhimu kufafanua mazungumzo ya sasa yanahusu nini na wako na kina nani. Hatujadiliani na Marekani kwa wakati huu, Baghei alisema. Mazungumzo yetu yapo na Oman na analenga kufikia maelewano juu ya njia ambayo itahakikisha upitishaji salama wa meli kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, alisema Baghei. Lakini Trump alisema kwamba mazungumzo na Iran yatafanyika. Wakati akizungumza Jumapili ya wiki iliyopita na waandishi wa habari akiwa ndani ya Air Force One, Bwana Trump alifafanua kuhusu uamuzi wa kusitisha mashambulizi dhidi ya Iran na akasema tena yangekuwa mashambulizi makubwa zaidi tangu vita vya pili vya dunia. Ingekuwa mbaya kwao na hawakutaka tufanye, alisema. Mkataba huo uko karibu, unahusiana na mlango wa bahari wa Hormuz na pia hatimaye kuondolewa kwa nyuklia kwa Iran. Lakini jambo pekee ambalo limesalia wakati huu ni namna ambavyo wa Iran wamezidi kushikilia lango hilo la bahari, huku washauri wa kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei wakisema kwamba wao sasa wana umiliki mlango wa bahari wa Hormuz na hakuna namna ya kuweza kufunguliwa tena kwa lango la bahari la Hormuz, na Marekani isitarajie kwamba itaweza kupitisha meli zake katika mlango huo wa bahari wa Hormuz, anasema Mohsen Rezaei. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.